Kitambo kidogo, kwenye moja kati ya mtaa ambao ulikuwa ni miongoni mwa mitaa yenye pirika nyingi sana katika harakati za utafutaji wa maisha, aliishi kijana mmoja aliyepata kufahamika kwa jina la Bouncer. Jina lake halikuwa la kuzaliwa, bali alipewa kutokana na kazi yake usiku, ambapo usiku alitumika kama mlinzi katika kumbi mbalimbali za starehe, na kutokana na ufanisi wa kazi yake alihakikisha kwamba hakuna fujo ambazo zinatokea na hatimaye kupelekea kuvunja mipaka. Bouncer alikuwa mtu kipekee sana, yani mchana ilikuwa unamkuta katika harakati zake za utafutaji, kwa maana ya maeneo ya sokoni ambapo alikuwa akibeba mizigo mbalimbali ikiwemo matenga, magunia ya viazi na vinginevyo. Yani kwa kifupi naweza kusema kwamba Bouncer alikuwa kuli asubuhi, mchana na kisha usiku moja kwa moja alikwenda katika shughuli yake ya ubouncer katika kumbi mbalimbali za starehe kama ambavyo nimetangulia kukueleza. Kijana huyu watu wengi sana walimpenda, na hii ni kwa sababu unyenyekevu wake. Alikuwa ni mtu wa watu, mtu mwenye upendo, na alijitahidi kadiri ambavyo aliweza kushiriki katika matukio ya watu pasi na kuleta bugdha ya aina yoyote. Na mara nyingi katika kauli yake ambayo alikuwa akipenda sana kuizungumza ni kwamba kazi si aibu, aibu ni kuacha kusaidiana. Na hii ndio ilikuwa falsafa yake kubwa bwana Bouncer, ambayo alikuwa akiishi nayo na akiishi siku zote. Basi hivyo ndivyo ambavyo Bouncer alikuwa akibadilika usiku, yani sio kwa ubaya, bali ni kwa uwajibikaji, ambapo alivaa koti lake jeusi akisimama mlangoni mwa vilabu vya starehe na macho yake akichunguza kila mtu ambaye alikuwa anaingia na kutoka. Hakupenda vurugu na alikuwa akiwazuia wale wote ambao walikuwa ni walevi waliokuwa wanataka kupigana. Alichukua jukumu la kuwatuliza, tena kwa njia ya busara kabisa, lakini pale ambapo ilitakikana kutumika nguvu, alitumia nguvu pasi na kumdhuru mtu yeyote. Siku miongoni mwa siku alitokea kijana mmoja afahamikaye kwa jina la Juma. Kijana huyu alikuja kwenye ukumbi akiwa amelewa kupita kiasi, na kutokana na ulevi alianza kusumbua watu katika lile eneo, na akawa anapiga sana kelele na kutishia hali ya kupigana, kwamba anajiona yeye kidali bavu, ili hali hakuwa na uwezo huo kiuhalisia. Watu walikuwa wanamuogopa sana, lakini Bouncer alimkaribia kwa utulivu sana, na watu walimwogopa kijana huyu kutokana na sifa yake ya ukorofi katika mtaa huo. Sasa Bouncer akamsogelea karibu na akamwita kwa upendo kabisa, akamwambia maneno yafuatayo: "Rafiki, hapa si mahali pa fujo." Kijana yule Juma hakusikia, alihamaki na kumsukuma Bouncer kwa nguvu, lakini Bouncer alikuwa na uwezo wa kumnyanyua na kumtupa, lakini badala ya kumuumiza, Bouncer alimshika kwa ustadi sana, akamtoa nje bila kumdhuru kwa aina yoyote ile. Na kitu cha ziada, badala ya kumwacha pale barabarani, alikwenda kumnunulia maji na kumkalisha pembeni hadi akatulia. Kutokana na kile kitendo ambacho Bouncer alikifanya kuanzia ile siku, kijana huyu Juma alibadilika moja kwa moja, na alimuona Bouncer kama kaka yake hivi, na mara nyingi alimtembelea mchana, na Bouncer alimpa hata kazi ndogo ndogo zile za kubeba mizigo kwa lengo la yeye naye apate chochote kitu kwa minajili ya kuweza kujikimu. Habari zikasambaa mtaani na kila mmoja alishangazwa na mabadiliko ya yule kijana Juma, lakini mwisho wa siku chanzo cha mabadiliko yake ilikuwa ni Bouncer. Watu mitaani sehemu mbalimbali walianza kuzungumza kwamba Bouncer si tu mlinzi, yani ni mlezi wa jamii kwa ujumla. Miaka ilipita na sifa ya Bouncer ikaenea kwa kiasi kikubwa sana, na hakukuwa na mtu ambaye alidhulumiwa mbele yake, kwa sababu alikuwa na wajibu wa kutetea wanyonge, na aliwaonya wale ambao walikuwa wanafanya matukio mabaya, lakini pia alisaidia kila mtu pasi na kutazama sura, dini wala kabila yake. Siku moja mfanyabiashara mmoja tajiri alipoteza mzigo wake mkubwa ambao ulikuwa umejaa bidhaa za thamani sana, na Bouncer akiwa kama kawaida yake alijitolea kusaidia kuutafuta ule mzigo. Baada ya juhudi nyingi sana, Bouncer alifanikiwa kuupata mzigo huo ambao ulikuwa umeibiwa, na hatimaye akamrudishia yeye mwenyewe ambaye alikuwa ni mmiliki halali wa ule mzigo. Mfanyabiashara yule bwana alimshukuru sana na kumpa pesa kama zawadi mara baada ya kupatikana kwa mzigo wake, lakini Bouncer alikataa kabisa zawadi ile, na akasema kwamba huna haja ya kunipa mimi chochote kitu, kwa sababu mimi nilifanya kwa moyo lakini si kwa malipo.
Baada ya siku chache ilikuja kuripotiwa kuwa mzigo mwingine tena wa mfanyabiashara huyo huyo umeibiwa kwa mara nyingine tena, na safari hii watu walishangaa sana kusikia jina la Bouncer likiwa limetajwa katika kesi hiyo, na safari hii ilisemekana kuwa yeye ndiye ambaye alikuwa na taarifa za ndani kuhusu kupotea kwa mzigo huo. Watu wengi walichanganyikiwa sana na wengi hawakuamini juu ya kile ambacho kilitokea, lakini ushahidi ulionekana kuelekezwa kwake bwana Bouncer kwamba alihusika moja kwa moja juu ya upotevu wa mzigo ule. Akiwa kituoni, mtu mmoja alijitokeza kutoa ushahidi wa mwisho uliomhusisha kabisa kwamba Bouncer alihusika moja kwa moja juu ya upotevu wa ule mzigo. Cha kushangaza na kustaajabisha, mtu ambaye alijitokeza kwa ajili ya kutoa ushuhuda ule alikuwa ni Juma, yule kijana ambaye alisaidiwa na Bouncer kutoka kwenye hali ambayo alikuwa nayo ya ulevi na ukorofi, hali iliyopelekea akachukiwa sana katika jamii. Katika hali ya kushangaza, Juma alisimama kizimbani na kuhakikishia watu kwamba ndio, Bouncer anajua kila kitu, alikuwa anajifanya mwema tu, lakini yeye ndiye ambaye alipanga njama zote mpaka mzigo huu kupotea. Maneno yale yalikuwa kama kisu kwenye moyo wa Bouncer, sababu hakujitetea kwa hasira, alimtazama tu kijana Juma kwa huzuni sana, na macho yake yakionyesha maumivu ya usaliti juu yake. Baada ya kipindi kupita, baadaye kabisa, mara baada ya uchunguzi kufanyika kwa kina, ikaja kugundulika kwamba Juma yeye ndiye alihusika kwa namna moja ama nyingine katika upotevu wa ule mzigo, na hatimaye akamsingizia Bouncer. Na ukweli ule ulipokuja kujulikana, Bouncer aliachiwa huru, lakini moyo wake haukuwa tena ule ule. Aliendelea kufanya kazi zake na aliendelea kusaidia watu, lakini alibeba somo zito sana moyoni mwake. Siku miongoni mwa siku, aliwaambia vijana ambao walikuwa wamekusanyika karibu naye, akawaambia kwamba fanyeni wema bila kutegemea shukrani, maana si kila unayemnyoshia mkono atakushika, wengine watakuuma. Lakini hilo lisikufanya uache kuwa mwema, kwa sababu dunia bado inahitaji watu wema zaidi kuliko watu wabaya. Wewe umejifunza nini kutokana na hadithi hii inayomhusu kijana Bouncer? Ukiniuliza mimi, nitakachokujibu ni kwamba wema ni thamani kubwa katika jamii, lakini usitegemee kuwa kila mtu atakulipa kwa wema. Baadhi ya watu watarudisha ubaya, lakini hilo halipaswi kubadili utu wako. Unachopaswa ni kuendelea kufanya mema, kwa sababu tabia yako ndio ambayo itakayokutambulisha wewe kwenye jamii, lakini sio matendo ya watu wengine. Tuishi kwa upendo, tuishi kwa wema, tuishi kwa kupendana, tuishi kwa kusaidiana, lakini chukua tahadhari, chunga sana.